Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Baada ya meli ya MV Bukoba kutoweka ndani ya maji ya Lake Victoria, ukimya mzito ulitanda juu ya ziwa hilo kubwa. Ukimya ambao haukuwa wa kawaida, ukimya uliobeba huzuni, hofu na maswali ambayo hayakuwa na majibu. Kutoka Bukoba hadi Mwanza, vilio vilisikika kila kona. Familia zilikaa ufukweni mchana na usiku zikitazama maji, wengine wakiita majina ya wapendwa wao kwa sauti zilizochoka, wengine wakinyamaza kabisa kana kwamba walikuwa wamepoteza hata nguvu ya kulia. Serikali ilitangaza maombolezo ya siku 40, bendera zikashushwa nusu mlingoti, redio zikaanza kusoma majina ya waliopotea, lakini majina yalikuwa mengi sana na bado kulikuwa na watu wengi ambao hawakuonekana kabisa. Hakuna miili, hakuna mabaki ya kutosha. Ilikuwa kama ziwa lote limewameza bila kuacha hata kivuli. Ndipo serikali ilipoamua kuita wazamiaji wenye uzoefu mkubwa kutoka South Africa, watu waliokuwa wamezoea kina kirefu cha bahari, waliokuwa wamewahi kufanya operesheni hatari zaidi duniani. Lakini walipofika katikati ya Lake Victoria, walihisi kitu kisicho cha kawaida. Ukimya ule haukuwa wa kawaida, ulikuwa mzito, kana kwamba kuna kitu kinatazama kutoka chini kabisa ya maji. Walipoanza kutumia sona, waliona vivuli vikubwa chini ya maji, lakini vilikuwa vinatoweka kila walipovikaribia, kana kwamba havikutaka kuonekana, kana kwamba vilikuwa vinajificha. Wazamiaji walishuka kwa mara ya kwanza. Maji yalikuwa baridi sana. Walizama pole pole. Mwanga wa juu ulipotea na giza likawazunguka kama ukuta mzito. Walipoangaza tochi, hawakuona chochote isipokuwa matope na giza lisilo na mwisho. Lakini mmoja wao alidai kuona kivuli kikubwa kikisogea pembeni yake. Kilikuwa kama meli, lakini haikuwa kimetulia. Kilikuwa kinatembea. Aliporudi juu alitetemeka. Alijaribu kueleza alichokiona, lakini maneno yalimgomea. Alisema tu kwa sauti ya chini, "Kuna kitu pale chini." Siku ya pili walishuka tena, safari hii wawili. Walipozama zaidi waliona mwanga wa ajabu wa bluu ukitokea chini kabisa ya Lake Victoria. Haukuwa mwanga wa jua wala taa, ulikuwa kama mwanga wa kitu hai, kitu kinachoishi. Walivutiwa nao na kuanza kushuka zaidi. Kadri walivyokaribia, mwanga ule ulizidi kuwa mkali, na hapo ndipo walipoiona. Ilikuwa meli. Ilikuwa inafanana kabisa na MV Bukoba, lakini haikuwa kama ile walioijua. Ilikuwa imefunikwa na mwanga wa ajabu, na ilikuwa inasogea pole pole ndani ya maji, kana kwamba haikuwa imekufa, kana kwamba ilikuwa hai. Waliganda kwa hofu. Walijaribu kuikaribia, lakini ghafla mlango wa meli ule ulifunguka pole pole, na ndani yake kulikuwa na giza zito sana, giza ambalo halikuwa la kawaida, kama shimo lisilo na mwisho. Ndipo waliposikia sauti za watu, kilio cha mbali, kama waliokufa bado wanaomba msaada. Mmoja wao alirudi nyuma kwa hofu, lakini mwenzake alisogea karibu zaidi. Aliangaza tochi ndani ya meli na akaona vivuli vya watu vikitembea pole pole ndani ya meli, bila sauti, bila sura zinazoonekana wazi, lakini vilikuwa vinamwangalia moja kwa moja. Ghafla mlango ulifungwa kwa nguvu, mwanga ukazimika na kila kitu kikatoweka. Walipanda juu kwa haraka sana, wakiwa na hofu ambayo hawajawahi kuisikia. Baada ya tukio hilo, baadhi ya wazamiaji walikataa kabisa kushuka tena. Mmoja wao, Daniel, alianza kubadilika. Alikuwa hakulala, alikuwa anakaa peke yake akitazama maji ya Lake Victoria, mara kwa mara akisema, "Wananiita." Siku moja alitoweka. Watu walidai walimuona akiingia ndani ya maji usiku wa manane na hakurudi tena. Operation ilisimamishwa, wazamiaji waliondoka, lakini hadithi haikuishia hapo. Wavuvi wa ziwa hilo walianza kusimulia mambo ya ajabu.
hasa wakati wa mwezi mpevu. Walisema wanaiona meli ikipita juu ya maji, kimya kabisa, ikiwa na mwanga wa bluu, dirisha zake zikionekana kama macho yanayotazama. Mara kadhaa ilionekana karibu sana, na wale waliokuwa karibu walidai kusikia sauti za watu kinong'ona, sauti zisizoeleweka lakini zenye huzuni kubwa. Wazee wa kale waliposikia hadithi hizo, wakakaa chini na kusema kwa sauti nzito kwamba ziwa hilo lina ulimwengu wake, kwamba chini ya maji kuna ufalme wa majini, ufalme wa viumbe wasioonekana kwa macho ya kawaida. Walisema baadhi ya vitu vinavyozama havifi, vinachukuliwa, vinabadilishwa na kuwa sehemu ya ulimwengu huo wa chini, na kwamba meli ya MV Bukoba ilipozama haikuishia tu chini ya maji, bali iliingia katika lango la ulimwengu huo. Miaka ilipita, lakini simulizi ziliongezeka. Mvuvi mmoja kijana aliyeitwa Musa aliamua kuthibitisha ukweli. Alichukua mtumbu wake usiku wa mwezi mpevu na kwenda katikati ya Lake Victoria. Maji yalikuwa kimya kabisa. Ghafla akaona mwanga wa bluu ukisogea mbele yake. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Ndipo akaiona meli. Ilikuwa mbele yake, kimya, kubwa, iking'aa kwa mwanga wa ajabu. Alisimama bila kusogea, hakuamini macho yake. Mlango wa meli ule ulifunguka pole pole, na ndani yake kulikuwa na giza zito sana, giza ambalo halikuwa la kawaida, kama shimo lisilo na mwisho. Ndipo waliposikia sauti za watu, kilio cha mbali, kama waliokufa bado wanaomba msaada. Musa alihisi mwili wake unasisimka. Alitaka kukimbia, lakini hakuweza, kama kuna nguvu ilikuwa inamvuta. Alijikuta akisimama na kuinuka pole pole ndani ya mtumbu wake, macho yake yakiwa yamekamatwa na kile kivuli. Lakini ghafla, upepo mkali ulivuma, mtumbu ukatikisika na Musa akaanguka chini. Alipoangalia tena mbele, meli ilikuwa imepotea, giza tu lilikuwa limetanda juu ya maji. Alirudi ufukweni akiwa anatetemeka. Tangu siku hiyo, hakuwahi tena kuvua usiku. Na hadi leo, watu wengi wanaoishi karibu na Lake Victoria wanaamini kwamba meli ya MV Bukoba haikutoweka tu, bado ipo, ikitembea kimya ndani ya kina cha ziwa au juu yake wakati wa mwezi mpevu, ikibeba roho za wale waliopotea. Na swali bado linaendelea kubaki. Je, ilikuwa ajali tu, au kulikuwa na kitu kilichoisubiri chini ya maji? Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.